Thank you.
Wale wa huku kwa mbele kunafaa kuwa na mama wawili pale waonyesha. Kunafaa kuwa na mama wawili pale wakionyesha vile wanaweka vitu. Lakini numengala mtu itini. Alafu kama ni numengala mtu itini. Tafadhali ukiweka mrudi kwa gate, ukiweka mrudi kwa gate, ukiweka mrudi kwa gate na hiyo wimbo na mahali ndio tuweze kuingia tena vizuri. Sasa tunasonga kwa gate. Turudi haraka kule kwa vitu na hiyo ilikuwa ya kuleta kitu na zima kuja ndani kama mnabeba. Sasa tunaanza zile ya kuingia vizuri.
C'est quoi?
Yesu Kristo, tunakushukuru na kuinua jina lako takatifu. Mfalme wa wafalme, tunakuomba kwa sababu wewe ni Mungu asiyeshindwa. Asante mfalme kwa siku ya leo ile umetutunukia ili tuwe pamoja katika hii nyumba ya Mr. and Mrs. Kinoti. Tunakushukuru kwa marafiki zetu wale wametoka mbali, mfalme wa wafalme. Kawasindishie mfalme mambo mengi kwa sababu wewe unastahili sifa zetu. Asante kwa safari uliowapea. Asante hata kwa marafiki wale wametoka mbali. Asante mfalme kwa watoto wetu wale wamefanya tuwe hapa siku ya leo. Tunakuinua na kushukuru jina lako takatifu. Siku ya leo mfalme, tunahitaji Roho wako Mtakatifu awe pamoja nasi, atulinde, atubariki na mambo yote yale tutafanya yawe yamebarikiwa na wewe. Na tutainua jina lako na kulitukuza kwa sababu tumeomba haya yote katika jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Lazima tushikane. Ni kuzo. Umekaribishwa kwa kuzo. Karibuni. Feel at home. And be free. Be free. Hapa ni kwenu. Sasa mkiwa hivyo mko kwenu. Kwa sababu kuna kitu mnataka. Na wakati unanyenyekea lazima uwe kama wale umekuta. So feel free. Be comfortable. Na tuko na nyinyi. Ile mnaimba, nataka tuimbe mpaka usiku, mwende nyumbani kesho. Huko nyumbani, lakini hapa ni kazi tu, niingia kikazi na nikakaa na nikatoshea. Ama namna gani? Yes, kama wengine wenu walienda mahali wakatoshea. Sasa niko na mzee wangu hapa, atasema jina lake. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa majina naitwa Faith Kinoti. Kristo mwana wa Mungu ni mwokozi wa maisha yangu. Namshukuru kwa wema na fadhili zake. Namshukuru hata kwa siku hii ya leo ametujalia tuwe pamoja. Namkaribisha nyote hapa kwa kina Kinoti na Faith na watoto wao. Muwe huru mkiwa hapa na mtakaporudi mpeleke salamu zetu huko kwenu nyumbani. Asante. Makikimu mwashindana. Yes. Haya, na mimi naitwa Makena ni wa Kinoti na mimi ndio mtoto wa kwanza wa Embo. Mugeni ageni wetu. Keka. Jina langu ni Muredi wa Kinoti na mimi ndio nimefuata Makena. Ongezeko. Bwana Yesu asifiwe tena. Naitwa Edna Kinoti Bosire. Mimi ndio last born wa hii familia.
Before nianze nataka kusema asante kwa Mr. Kinoti and Mrs. Kinoti for the warm receptions. We say thank you, thank you, thank you. Kwa majina anaitwa Nicholas Mtua Mwongela kutoka Kitui. Mimi ndo first born kwa familia ya Mwongela. Mwenye ameoa hapa ni ndugu yangu wangapi? Watano. My friend, usipeana hiyo mic. Apologize for that. My family iko Nairobi, walikuwa kuja lakini wakashikana. Na ukituambia hiyo. Kwa hiyo poleni. Yes. Nafikiri vile nimemwambia wale wengine wameelewa vile nasema. Kama kuna permanent wako utapiwa. My name is Bwana asifiwe. Bwana asifiwe tena. Mimi ni Sera Kamene Mkali. Yes, pigia makofi yeye Sera. Habari kushinda. Kwa majina naitwa James Mungela. Bwana asifiwe. Asifiwe tena. Amen. Kwa jina naitwa Michelle ni wa James. Kwa Martin. Habari zenu. Mimi naitwa Charity wa Fodhe. God is good and all the time. Mimi naitwa David Mungela. Mimi ndio nimeoa hivyo. Umeshindaje? Kwa majina naitwa Joyce. Sister David. Danson Mangwa Mungela last second born. Niko na ajongelele. Praise God. I'm Tabitha. He is my husband. Kwanza ninaanza upande ya kwetu Kitui. Mwazo. Asante sana. Nimombeeti ye. Anajua mazao. Kiuni jongo ambao mokezi ambe. Yake habari zenu. Mimi nililala hapa lakini niliona cheta mmoja huyu na huyu. Wazima. Nimeona kitu kingine hapa mbaya. Mbona mmekataza msijana yenu azisimame na bwana yake na anasema ameoa hapa? Kwa nini mmemkataza? Na ndio tumekuja kuchukua. Mmemkataza anataka kuoa na tayari ameoa, sasa anataka tayari aje. Kwani mmemkataza kwa nini? Niko nijibu mnijibie saa hii mniletee yeye. Nitakujibu mzee. Hata yeye ni mtoto yangu. Sasa hako upande yangu tu. Asante. Mpaka tuongee tu. Sasa kwa majina ninaitwa John Mwongela Mwairu. Iko jina lingine? Josaya. Mwongela Mwairu. Hiyo ni Makivaimala. Mimi nimeshukuru sana kwa hii mboma. Na namu mnakuja hata kwangu mnakuja. Na nimeshukuru sana. Kwa hivyo tutaenda tuongee. Hii ndio family kwa kama watu wanaona Mwongela ni kidogo, si kidogo. Ndio hii niangalie mahali iko na panja mniambie mahali fulani ulichi mzuri. Hakuna kisezi mzuri. Lakini tutaongea baadaye. Wacha tumalizane na hii. Ni kujuana. Lakini siningelewa nafasi. Nitakupea. Hata niko na ndugu zangu. Yeye ameitisha na wakapewa. Nitakupea. Si ni mimi niko nitakupea nafasi kidogo tu. Sasa nirudi tena kabla. Unataka muangalie. Na kule kwetu hakuna siku Mkapa atafanya hivyo tena. Mimi naitwa MC Ominde na huyu ndio bibi yangu. Hakuna siku Mkapa atasema na kieni ndio kibeti chako. Kuna siku utasema hivyo? Kwetu kufanya Mngoli hata kuja mgonjwa. Asante. Na kuna makofi. Pigia yeye makofi. Yes. Watu wa Meru mko salama? Mko salama tena? Wengine ni Jackson Mwenzela Mutua. Hao watoto walikuwa hapa ni wachukuu wangu. Wote. Hamjambo. Mimi naitwa Lawrence Mwailu. Mwongela ni ndugu yangu. Asante. Majina yako naitwa Mungati Dominic.
Mimi ni mwenye ngoma ya hilo mahindi. Bwana asifiwe. Majina Ana Martin. Martin ndugu yake Mwongela. Umeshindaje? Na mimi ni Margaret Chalo. Chalo ni brother yake Mwongela. Hiyo ndiye first born wangu. Habari zenu? Naitwa Nicodemus Chalo. Mimi ni my mom. Familia yangu iko Nairobi Jafika. Naitwa Reverend Gaki Francis. Francis ni kwa kina ndoa, si ndio? Francis ni kwa kina? Ndio bwanangu. Praise the name of the Lord. Najua leo ni mambo ya kwa kina ndoa sasa. Mtu anasema kama ako naye. Praise the name of the Lord. Nafurahia Mungu kwa sababu amekuwa pamoja nasi toka mipango ianze mpaka siku ya leo. Ametimiza, ni kwa mapenzi yake. Nilete salamu za wachungaji wenzangu. Familia hii tunawachunga kwa kanisa la Kimethodisti pale St. Joseph Saket, na tuna wachungaji wengi pale. Nilete salamu zao, zipokeeni kwa jina la Yesu. Wako kwa shughuli zingine, na hivyo basi mimi nikakuja upande huu. Kwa heshima kubwa ningeuliza kama tuna wachungaji mahali hapa, kama kuna mchungaji mwingine ambaye ameungana nasi, naomba asimame atusalimie dakika moja. Proverbs chapter 18 verse 22. He who finds a wife finds a good thing and obtains favor from the Lord. Apataye mke upata kitu chema, na amepata nini? Kibali mbele za Mungu. So our brother from Kitui, ni Kitui, alipata mke kutoka kwa hii familia, na hivyo basi alipata kitu chema, na kutoka hiyo siku alianza kupata kibali. Anaweza shuhudia. Kuna mambo ambayo hayakuwa yamefunguka katika maisha, lakini baada ya kupata mke anaweza shuhudia ya kwamba kuna kibali fulani amekuwa akipata katika maisha yake. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu mke ni zawadi kutoka kwa Mungu.
na mke sio kitu kingine chochote. Manake maandiko yanatuambia ya kwamba we do not inherit women. Yeah? Women are not inherited. Ati baba akigawa urithi atagawa kila kitu, lakini kama ako na wasichana hawezi sema wewe Kemanzi utachukua huyu msichana na wewe uchukue huyu mwingine. Hiyo haifanyiki. Everything else mzazi anapeana, lakini hawezi akakupatia kipenzi cha moyo. Bwana Yesu asifiwe. So ladies, we are so precious. Ambia lady yule ako karibu na wewe, you are precious. Praise the name of the Lord. Kitu ambacho tunaita upendo. Love is the foundation of marriage. Love is the foundation of marriage. Kwanza mtu akipatana na yule mwenzi kwa barabara ama kwa vikao, jambo la kwanza ambalo utendeka huwa anampenda, anamtamani, anampenda, kisha anachukua hatua ya kumtafuta. Si mchezo kutoka Kitui mpaka Meru. Hebu count the miles, count the miles. Uniambie, ni bure kweli? Si bure. Kulikuwa na msukumo fulani ambao ni upendo. So love is the foundation of marriage. And true marriage must be built on love. Upendo wa kweli lazima ujengwe. Ndoa ya kweli lazima ijengwe katika upendo. Kwa maandiko in Genesis 29 tunampata mtu ambaye anaitwa Jacob. Jacob alipenda msichana ambaye alikuwa anaitwa Rachel deeply from the heart. Unajua ni nini kilitendeka? Akaambiwa afanye kazi miaka ngapi? 7. Huyo jamaa akafanya roho safi 7 good years kwa sababu ya upendo. Kwa kina ndoa nako kulikuwa na sheria zingine. Haungepewa huyu ambaye amefuata wa kwanza, lazima wa kwanza angeolewa kisha upewa huyu mwingine. Ikawa sasa wakati wa kumjua akabadilishiwa, akapewa yule ambaye hakutaka. Mwanaume alipoamka asubuhi na akaona huyu si yule, akaamua kurudi kwa Ino. Akamuuliza, "Sasa ulinifanyia nini?" Akamwambia, "Kulingana na sheria za kwetu, hivyo ndivyo kulivyo." Kijana hakufa moyo sababu ya upendo. Aligonga ingine ngapi? Tuongeeni. Aligonga ingine ngapi? Tafuta upendo. Ni kwa sababu ya upendo ndiposa wamekuja all the way from Kitui wakakuja hapa. Na hata sisi najua tutaenda, si ndio? Haya. Tutakuja huko. Tulipe gharama sababu ya upendo. You are paying the cost. Mmeweka gari mafuta. Mmelala bila uzingizi. Mmetoa fedha zenu, si kwa sababu ya kitu kingine. It is because of love. Bwana Yesu asifiwe. Na upendo sasa, lazima upendo uwe na kuvumilia. Lazima upendo uwe na commitment. Lazima upendo uwe ni wa kiasi ili familia iweze kudumu. Bwana Yesu asifiwe. Marriage is God's design. Marriage was created by God from the beginning. Genesis 2:24. A man leaves his parents and becomes one with his wife. Huyu mwanadada wa hapa alitoka hapa kwao, si mnaona vile kwa kuzuri. Na akaenda kule wapi? Kitui. Kitui ni nini? Iko huko, nitakuja nione, si ndio? Nini? Maembe. Basi, Nsozi kwa huko. Inafaa kuchukuliwa with that sacredness. Bwana Yesu asifiwe. It is not just a human arrangement. Haikuwa mpango wa mtu yeyote. Jamaa atoke Kitui aoe Meru. Kuna mpango wa mtu ulikuwa hapo kweli? Haiwezekani. It is God's plan. Na kama basi ni mpango wa Mungu, Mungu ni mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Na kama Mungu ni mtakatifu, basi wacha hata ndoa zikae katika utakatifu wa Mungu. Ambia mwenzako ndoa ikae katika utakatifu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Love must be selfless. Ephesians 5:25. Mwanaume anaambiwa apende mke wake kama vile Kristo anavyopenda kanisa. Unajua Kristo kupitia upendo wa kanisa alitoa mpaka uhai wake ili apate kanisa. Jambo lingine ambalo
linahitajika in marriage, it is respect and emotional care. Ephesians 5:3. Wanaume wanaambiwa wapende wake zao. Wake nao wanaambiwa waheshimu waume zao. Wamama, sisi hatupendi. Ambia mwenzako sisi hatupendi. Naona watu wako serious. Nimalize injili. Sisi hatupendi, waambie sisi hatupendi. Tunaheshimu. Wanaume wanaume ahu. Unangoja upande kutoka kwetu? Ni heshima. Praise the name of the Lord. Sisi ni kuwaheshimu tu. Kazi yenu ni kutupenda. Hello. Ndiposa unapata ni vigumu sana mwanamke approach mwanaume amwambie nakupenda. Very hard. Na kama kuna yule ata approach na aseme akona mambo fiche. Akona mambo fiche. We are created like that. Kwa hivyo wanaume, mmepewa jukumu la kutupenda sisi. Mwambie yule ako karibu na wewe mwanaume, mwambie tupendeni sisi. Kwa hivyo wamama oye. Wamama oye. Tumeambiwa tuheshimu waume zetu. Huwe una nguvu ya kifedha kumuliko. Maandiko yamekuambia muheshimu. Uwe uko juu kimasomo kumuliko. Maandiko yamesema muheshimu. Praise the name of the Lord. Lakini siku hizi wanasema namna gani? Wanainua tu vidole namna hii. Ndio. Ndivyo hivyo. Naona kuna yule anajua kudemonstrate. Sijui kwa sababu niko na microphone. Kama sisi Mungu atatuinua viwango gani? Tusiinuliwe viwango ambavyo vitafanya heshima ikose katika ndoa. Bwana Yesu asifiwe. Wanaume, hata kama nasi tutakaa namna gani, endelea kutupenda. Kuna yule kijana na act anaitwa Senge. Senge kwa ndoa anapeananga kale katop kakushika sufuria. Anakuambia msichana wetu akiwa moto fanya nini? Ukatumie. Kale tunashikanga nako sufuria tunatoa jikoni. Kanaitwa aje? Kamata. Hiyo inaitwa kamata huko Kitui, huko kwetu utaniambia jina tukibaki. Hiyo sasa nakwambia akikaa moto usishika kwa mikono, shika na hiyo kamata. Tuko pamoja? Hakuna kuachilia. Kamata na hiyo nini? Kamata na hiyo kamata kabisa. Pepeta on the way, Mungu atasaidia apoe. Wanaume, shikilia kabisa. Ikikuwa ni shida tumia kamata. Ni wako. Bwana Yesu asifiwe. Na kupitia upendo utazidi kumkamata. Na Bwana naye ataingilia kati na mambo yatakuwa mazuri.
Na sisi ndio tulikuja tangu jana, kwa hivyo tunaendelea mzuri. Tumeshukuru sana, tangu jana mmetukaribisha vizuri sana. Nashukuru watu wa Dhua ama watu wa huko kwetu kwa kuja kwa wingi. Hiyo safari ya kutoka Kitui, kulingana na venye referent amesema hapa, hiyo madamu ametuambia kitu cha kweli. Kutoka Kitui mpaka hapa ni upendo tu unaweza leta mtu hapa. Si ni kweli? Na tumefika huko, tukafika wakati mvua ilikuwa inanyesha mpaka tuone mbele. Na kukakuwa na a lot of fog. Sasa ukawa hata waangalie uone uko wapi. Tumekuja tukasimama hapo pale kwa junction, tunaulizia ni wapi na tuko hapo na tujui ni wapi tuko sasa hivi.
So ile iko ni kushukuru Mungu sana. Tunaweza kushukuru Mungu kwa hiyo. Pia watu wa Adhua niwaambieni ni asante kwa kushika kijana yangu mkono. Tuendelee na hiyo moyo wa kushikana mkono. Tuendelee hiyo moyo wa kinuana, sababu hiyo ndio ile kitu tunatakana. Nishukuru Makena. Makena angekuwa ni mbaya atungekuja. Sio kweli? Sio kweli watu wa Adhua? Kama Makena angekuwa na tutreat vibaya, tungekuja. Kwa hivyo wazazi wa Makena, thanks a lot. Mmemlea vizuri, ndio maana anakaa na sisi vizuri, na ndio maana unaona sisi tunampenda hivyo. Mimi ni kama yango yake, nampenda sana. Shushu yake akingojeka kitoka ananiambianga nikienda kwa Makena ndio nitapona. So mimi alinitoa hiyo mzigo wa kupeleka shushu yake hospitali. Sawa. Kwa hivyo ni asante. Na mimi huko kwetu pia mimi ni mfanyikazi wa serikali. Mimi nafanya na county government. Sawa. Nafanya na county government kama MCA. Mimi ni MCA wa huko kwao. Thank you. Acha usino niko na wewe. My baby twambe usonga. Wakava kasiti twambe umina. Mama neka na kusaku wanye ni maela. Mama neka unasaku wanye ni mona. Ni kama wetyo samba sange wasiamana. Measia tunisoma chinye ni nagu. Mateseka na wendo wito ni kwa moja. Mateseka na wendo wito ni wakeshu wa nekolia. Telema eva ni utongo za tisie. Kiteni chaku cha wendo ni chakasie. Mapenzi maku makite undwa chose. Mapenzi maku makite undwa kelai. Mingwanga wetyo samba sange wasiamana. Measia tunisoma chinye ni nagu. Mateseka na wendo wito ni kwa moja. Mateseka na wendo wito ni wakeshu wa nekolia. Tuichadi Ninokalina Boxi yawa Eka malonze Nilovinya Singira Singira Kandalo Kokele Kandalo Kokele Kandalo Kokele
utaitanga ukaba utabiende tosimoyo aba ukaba utabiende tosilato wano wimoyo uila utaitanga itaita kutawendo nichangwajise Mvuke sasa. Kutawendo nichangwajise mapenzi maku makije uwetoze mapenzi maku mvuke sasa. Nilipamba wacho samba sange wasiamana Measia tulisoma chinyene nagu Majasika na wendo wito mbiwa moja Santi. Ai. Aya kwa na ipo. Unaona sasa. Kwa sababu tunaenda na roho ile kabisa.
utakupea maua. Babu tunaona wale wako wanakupea maua. Wanangeni tena watakupea wengine. Tafadhali peeni msikanani maua. Unaona hapo na watu wengi, peeni maua. The only thing naweza sema right now ni naweza shukuru wazazi at least wamenilea wife vizuri, wamemtunza vizuri. Kwa wale walio wageni kwangu, naitwa Faith Kinoti. David and Alice are our children.
And me sincerely, I thank you, David and Alice, for recognizing that you have come from somewhere, that your parents you made you to be who you are now. I say may God bless you, may God be with you all your life. May God always have mercy on the small things that you do that it does not please Him. And I promise that He will be with you. You hold one another hard. You try to lift one another where it is possible. And in everything, God will be with us and will be with us forever. May God bless you. May God bless your friends who have come to witness this occasion. Thank you. When you go home, say that you have come from Meru, and watu wa Meru wanampenda na mkae salama huko kwenu nyumbani. Asanteni nyote na mkuje tena na tena, na wasichana wengi wako huko, muwakujie na sisi tutakujia wasichana wenu pia. Jamani nyote, Bwana Yesu asifiwe. Langu sitaki kukanyanga yote yana amesema. Nitaambiwa marafiki yangu asante sana kwa kututembelea na kutuunga mkono pamoja na hawa. Asante. Just remember the love that we have for you. With the warmth that it comes with a lot of love. Thank you. Na ametufunza a lot of things about keeping time. Please mom, as you wear this watch, please let us continue keeping time with Daddy. And as even wear this, wacha tuendelee ku keep time. Mtamaridadi kidogo and na pia ni baraka kutoka kwetu. Thank you. Ni baraka kutoka kwa Mungu. Ndio utakuwa unaweka vitu zako safe. Nimekupea Ether to keep time and you keep your uweke vitu zako salama. Sasa huyu anajua kila huyo. Na huyu endi na yeye. So ngoja niwapee zawadi yangu nyumbani. Yes.
majina yule alikuwa naitwa Faith Kinoti, na nashukuru Mungu kwa siku ya leo. Mungu yule aliye mwema na mwaminifu kwa kila mtu amekuwa pamoja nasi, akatulinda, akatupea vyote vile tunahitaji ndio tuwe vile tulivyo. Na mimi siku ya leo hiyo baraka inatoka kwa Mungu ikikija kwangu na ipeana kwenu ninyi wote mkiwa watoto wetu. Hiyo baraka iandamane nanyi mkiamka asubuhi mkawa na baraka za Mungu, mkienda na kurudi baraka za Mungu sio zinaandamana nanyi usiku na mchana, muwe machoni pake Mwenyezi Mungu, na msije kukosa lolote ama chochote, sababu Mungu yule anakulinda, atakuwa pamoja nawe. Ukiamka asubuhi muite naye atakuitika, ukienda na kurudi, ukifika nyumbani shukuru Mungu sababu amekuwa pamoja nawe, na baraka zake Mwenyezi Mungu sio pamoja nanyi kuanzia siku ya leo mpaka milele na milele. Bwana Yesu asifiwe. Mungu wa mbinguni awe pamoja nasi wote. Joseph Kinoti na muamini Mungu. Na mimi naamini ukiwa mfanyikazi, ukiwa unafanya kazi vilivyo, ukiomba asubuhi na uenda kazi uombe huko, kila kitu unaomba utapata. Hakuna kitu utapata, kila kitu naomba utapata. Ukiombea mtoto utapata mtoto, ukiombea pesa utapata pesa, chakula utapata, kila kitu. Hakuna Mungu ile Mungu hana na semi hana. Bora tu muombe na mkumbushe tunataka kitu fulani, hiyo yote Mungu atakusaidia kupata. Asante. Mimi naona sina maongeo mengi. Hiyo imeongewa na wazazi hawa, hata mimi nimeunga mkono. Hakuna kitu ninaweza ongeza. Shauri yote ni maombi kinatakikana. Mimi ninataka hata hiyo roho yangu na kukaa na nyinyi vile watoto, nyinyi wote na hawa namna wamekaa na watoto, hiyo yote na hata yeye pia tukue na roho hiyo, na tukue yaani tunapitia kama tunaona mtoto hii anakosa, anaenda kwa mzazi, hata kama anaenda kwa Kinoti, hata kienda kwa mama, anaelezwa na ile kitu anakuwa anaelezewa asikie, na hiyo ndio itakuwa ni baraka hata kwa Mungu. Mungu atakuwa akijua, na ndio maombi yako, lakini usisiadhau mzazi yoyote. Ile kitu nimemweka roho, hiyo kitu kimeongewa na wazee hiyo, na nikiwa ndani yao mimi nimeunga mkono ile. Basi atuombe. Mwenyezi Mungu Baba yetu wa mbinguni, wewe ndio ulituumba tukue mfano wako, na leo tumeungana hapa kuwa na sherehe hii kwa watoto wa Kinoti na Faith, na pia watoto wa ujo baba yake David na majirani wake na ndugu zake na dada zake. Tukumbuka wakati huu, tukumbuka kila mmoja wetu tulipata nafasi ya kuja kwa sherehe hii, kuona vile Mungu umewabariki, kama vile umetufundisha tuwe tunaomba kila kitu na tunabisha na unatufungulia, na pia na tunatafuta na tunatupatia. Tukushukuru kwa sababu ya maisha ya hao watoto. Tukushukuru kwa sababu ya kuwa wanakujua na kukupenda. Tukushukuru kwa sababu ya hao wazazi kuwalea hao watoto, kuwaelimisha, kuwalisha na kuwaelekeza na kuwafundisha mpaka wakawa vile walivyo wakati huu. Tukushukuru kwa sababu ya sherehe hii. Tunajua Mungu, hata watoto wakati mwingine ukifanyia kitu wanaweza kusahau, lakini tukushukuru kwa sababu ya hao watoto na marafiki zao na majirani yao kuja siku ya leo kutoa shukrani. Tubariki hizi zawadi zote zimepeanwa. Tukushukuru kwa sababu ya kukumbuka kutoa shukrani na kupeana zawadi. Tunajua Mungu umetufundisha kupeana kumebarikiwa kuliko kupokea. Tukushukuru kwa yote yale yamefanyika. Tukushukuru kwa sababu ya mipango ya hao watoto. Tukushukuru kwa sababu ya afya ya miili yao na roho zao.
Tukushukuru kwa sababu ya safari salama kutoka huko Kitui kuja safari salama mpaka hapa. Tukushukuru kwa sababu ya wale tumeweza kuwapokea. Tukushukuru kwa sababu ya kula na kunywa siku ya leo. Tukushukuru kwa kila jambo. Hata sisi wenyewe tumefurahia, tumebarikiwa. Tumetoa hata machozi ya furaha kwa sababu ya haya yote yameweza kutendeka siku ya leo katika jamii hizi. Tukushukuru kwa sababu watoto wetu wa Kenya hawana ukabila, wakipendana wanapendana na wanafanya kazi, na wewe unaendelea kuibariki. Kwa hivyo Mungu uwe na wao, na hata safari ya kurudi wape safari salama kama vile uliwapa safari salama ya kuja hapa. Tunakutoa shukurani na pia kuwa na sherehe hii. Mwenyezi Mungu uonekane kwa kila jambo, na pia utusamee makosa yetu, tuwe watakatifu kama vile wewe ni mtakatifu, na ututayarishe kupewa uzima wa milele. Baraka zako ziwe na kila mmoja wetu, na ututayarishe kama vile tumekwambia kupewa uzima wa milele. Hatuna shaka umesikia wewe maombi yetu, kwani tumeyaomba ni katika jina la Yesu Kristo aliye mwokozi wetu. Wewe ulifanya kazi nzuri sana kwa kutulelea huyo kijana, na tunaona amefanya kazi nzuri. Na jambo lingine lile ningeshukuru wewe kwayo ni kwa sababu uliweza kumsomesha kama vile Mr. Kinoti pia alisomesha huyu msichana. Kwa hivyo ulimuongeza value, na ninaomba wazazi waendelee kuongeza watoto wao value, ndio wao wanapata vitu ambavyo vina dhamana pia ama vina value. Kanati kwa wetu. Yes, urendo mbere kile ataka alika kathomete wewe kaikewa tandakendo pamoja. Na hawa watu na we ulifunza muziki na hawa hivyo aki amecheza nikawa tembe cheza. Lions Club Maua sikuja peke yangu. Unaona hawa Lions wote ni watu wa nguvu. Leo tulisema tutakuja vile tulivyo. Wakati mwingine huwa tunavaa ile ceremonial dress, lakini leo tulisema waacha tuone msichana wetu alienda wapi. Hiyo sherehe nyingine itakapokuweko mtaona tu vile tutajidecorate. Sasa kwa sababu ya interest of time, ningependa kuambia kwamba hapa huyu ni my vice president, deputy president. Karibu nikuulize nje huku ni wengi. Thank you very much. Well, Lions, kuna ile msemo wetu, let the lions roar as we go back. Lions roar. Thank you very much.